Taarifa yetu kuu msikilizaji ni kwamba wapatanishi wa Pakistan na Qatar wamesema kuwa Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 ili kumaliza vita kati yao. Katika taarifa ya pamoja baada ya kumaliza kwa duru ya kwanza ya mazungumzo ya Iran na Marekani, wanasema pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kumaliza mapigano pia nchini Lebanon. Lakini hili litawezekana? Awali nimezungumza na mchambuzi wa diplomasia Edgar Githua kutoka nchini Kenya pamoja na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa. Mazungumzo ya Uswisi ambayo yameanza baada ya kucheleweshwa kwa muda kutokana na mivutano hasa ya vita ambavyo Israel imekuwa ikiendeleza Lebanon, ni hatua ambayo inaonekana kwa namna fulani kama kwamba pande zote mbili za Iran na Marekani zinaonekana kwamba zimedhamiria kwa dhati kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kumaliza tofauti zao. Japokuwa mpaka sasa inaonekana kwamba mazungumzo haya yatakuwa yanakabiliwa na hali ya kusuasua, hasa kwa kuzingatia kwamba mambo mengi hapa katikati yanachangia kuweza kufikiwa mwafaka baina pande mbili. Kwa zaidi ukiangalia suala zima la Israel ambayo imeonyesha wazi kwamba haiko tayari na haipendelei kuona kwamba Marekani na Iran zinakaa kwenye meza ya mazungumzo na ikiwezekana zinaohitimisha mgogoro huu mkubwa wa vita ambavyo vimetokea Februari 28 mwaka huu. Naam. Edgar Githua, tuliona juma lililopita makubaliano ambayo yalitiwa saini kati ya Iran na Marekani, na huu ni mwendelezo pia kumalizika kwa vita ndani ya siku 60, lakini pia kuto kuwepo na mapigano ya aina yoyote ikiwemo kule Lebanon kama alivyozungumza hapo Abdul Fattah Musa, sambamba na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Unaona haya yakitekelezwa? Haitaweza kutekelezwa kwa urahisi kwa sababu kumbuka, anayepigana na Lebanon, anayetoa ushambulizi Lebanon si Amerikani bali rafiki ya Amerika ambayo ni Israel. Na unajua wafadhili wa Hezbollah ni Iran. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ni kama Iran inatumia vita vya Lebanon kama visababu vya kutofikiana katika makubaliano yoyote, kwa sababu Amerika hata ikijaribu kushawishi Israel iwache vita kule Lebanon, Netanyahu amekuwa akisema kuwa ilhali Israel wataona kuwa wana shida na kikundi cha Hezbollah wataendelea na vita vyao, wataendelea na operation yao kule. Mazungumzo ni kati ya Amerika na Iran, lakini Israel upande mwingine wanasema kwa njia ya kuangalia usalama wao kama taifa lazima waendelee kukabiliana na kikundi cha Hezbollah. Kwa hivyo unakuta pale kuna kizungumkuti kuwa Iran inasema vita vikomeshwe kule Lebanon na anayepigana Lebanon sio Amerika, ni Israel. Kwa hivyo unakuta ni njia ambayo haitakuwa pale, kidogo sioni kama kuna mwangaza. Iran vile inaendelea kusema kuwa Lebanon vita visitishwe kule, ninaona kutakuwa na shida pale, kwa maana Israel kuna wakati huwa hawasikizi wa Amerika na wanafanya vile wanataka kufanya. Abdul Fattah Musa, baada ya mazungumzo kuanza, Rais Donald Trump anasema aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Iran lazima, kama alivyosema hapo Edgar Githua, iache kufadhili Hezbollah. Ikiwa itaendelea kufanya hivyo, ametishia akisema kwamba ataishambulia zaidi Iran. Lakini wakati huo tukumbuke nyaraka zile zimeshatiliwa saini na sasa Uswizi, mazungumzo yanaendelea. Sasa hii inaleta picha na taswira ipi wakati huu watu walishaanza kuwa na matumaini huenda mzozo huu wa Mashariki ya Kati ukafikia ukomo? Katika kitu ambacho kimezungumzwa kwa uwazi katika makubaliano haya ya awali ya hati ya maelewano ya vipengele 14 ni kwamba usimamishaji vita utafanyika katika maeneo yote ya mapigano. Hili ni sharti la msingi ambalo Iran ilikuwa inalipigania kila wakati kwamba lazima vita hivyo visimamishwe na Lebanon pia. Na ndio tumeona kwamba sababu kubwa ya mikwaruzano ambayo imeshuhudiwa karibuni angalau ni ya maneno baina ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu, na hata makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance na ametoa kauli nzito kuhusiana na Israel, na ametoa hivi karibuni kauli nyingine ya kusema kwamba suala la kusimamisha vita katika eneo zima la Mashariki ya Kati, akiwa na maana kutilia mkazo wa Lebanoni, ni miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kwa ajili ya kutatua mgogoro huu. Kwa hivyo hapa linapokuja swala la kwamba pengine mgogoro ambao Israel inauendeleza Lebanon chanzo chake ni Iran, au kama Rais Trump anavyosema kwamba Iran iache kuunga mkono Hezbollah, kama lingekuwa suala la Iran kuunga mkono Hezbollah au hata pengine kuunga mkono kundi kama Hamas Palestina au Houthi kwa upande wa Yemen, hili ni jambo ambalo lingeonekana kwamba halina mantiki na ni swala ambalo la kuvuruga amani,
kusingekuwa na sababu ya Marekani na Rais Trump kuridhia kwamba vita vikisimamishwa baina yake na Iran lazima pia lijumuishe kusimamishwa vita baina ya Israeli na Lebanon, au Israeli zaidi na Hizbullah, kama ingelikuwa ni swala ambalo halina mantiki. Tusisahau pia tu kwamba hivi sasa hivi tunapozungumza sisi, Israel mbali ya eneo la Lebanon ambalo ilikuwa ikilikalia kwa mabavu kabla, imeshaingia ndani zaidi kwa kilomita kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon, na pamoja na kwamba ilisimamisha mapigano, makubaliano kusimamisha vita, lakini kwa muda wote huu tokea mwezi Machi imekuwa ikishambulia Lebanon na imeua raia wa Lebanon zaidi ya 4,000 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 12,000. Sasa ukitazama hapa kusema kwamba Israel inalinda maslahi yake, Israel inalinda usalama wake, inakuwa ni jambo la kushangaza, kwa sababu kwa muda mrefu Hizbullah ilikuwa imesitisha kushambulia Israel, na ni Israel ambayo ilikuwa kila baada ya muda inashambulia na kuua raia ndani ya Lebanon. Kwa hivyo swala linabaki kwamba ni kauli ya Rais Trump, ni kauli zaidi ya kutoa mashinikizo ya vitisho kwa ajili ya kuweza kuvutia fursa na labda kupata upendeleo zaidi katika mazungumzo yanayofanyika Uswisi. Edgar Githua, tuangalie sasa hatma ya mlango bahari wa Hormuz ambao tunajua umeiweka dunia katika hatari kubwa sana. Nini hatma ya mlango bahari huu wa Hormuz baada ya kusainiwa kwa makubaliano yale ya juma lililopita na hata haya ambayo yanaendelea? Iran sasa imegundua iko na nguvu mpya kwa kupitia ile bahari la Hormuz, na imejaribu kuweka mkazo kuwa lazima masharti yake yatimizwe ili iweze kukubali usalama urudi katika bahari la Hormuz. Ninaona katika haya mazungumzo Iran ikizidi kukaza kamba na kusema kuwa bahari la Hormuz halitapata amani, meli hazitakubaliwa kupita pale. Iran ikitia mkazo na ikizidi kutumia bahari la Hormuz kuteka nyara, ama kwa kizungu tunasema kublackmail dunia nzima, ninaona watajiletea shida katika mazungumzo haya, na utakuta kuwa hivi vita haitakuwa rahisi kuvikomesha. Naam. Kwa kumaliza tu, Abdul Fattah Musa, tutegemee nini katika mazungumzo haya ya Uswisi? Hatuwezi kutabiri moja kwa moja kwamba Marekani na Iran zitaweza kufikia mwafaka, kwa kuzingatia kwamba suala la msingi zaidi ambalo ndio kitovu cha mvutano huu ni suala la nyuklia. Haya ndio masuala ya msingi kwa upande mmoja, lakini na kwa upande wa pili Iran nayo na masharti yake ya masuala ya kuondolewa vikwazo vilivyowekewa, vile vile kurejeshwa mali zake ilizozuiliwa, na hali kadhalika Marekani kutoa hakikisho kwamba haitoanzisha tena vita dhidi yake. Kwa hivyo haya yote ukiweka katika upande mmoja, na upande wa pili bado tunaona kwamba Israel inaendeleza ukaidi wa kutokuwa tayari kusimamisha vita vya Lebanon, jambo ambalo mjibizo wake umekuwa ni hatua ya Irani ya kufunga tena mlango bahari wa Hormuz. Haya yote yanaonyesha ni kiasi gani mchakato huu wa mazungumzo ya Uswisi utakuwa unakwenda sambamba na mivutano na hali ya kusuasua, mpaka kuweza kuona kwamba pande hizi mbili zitaweza kufikia makubaliano rasmi, au ni kwamba kama alivyoeleza mzungumzaji mwenzangu kwamba yawezekana pia baadaye tukaona kuripuka tena kwa vita, au kama alivyotishia Rais Trump kuanzisha tena vita dhidi ya Iran na kulirejesha tena eneo la Mashariki ya Kati katika hali ya mvurugiko.